Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni bwana, baada ya wasanii kutoka Tanzania kukosa nafasi ya kuwa nominated katika tunzo zenye heshima zaidi duniani. Nazungumzia tunzo za Grammy au Recording Academy kutoka huko Marekani. Hizi ni tunzo ambazo zina heshima zaidi duniani katika upande wa muziki. Na kama unakumbuka vizuri ni kwamba habari ambazo zilikuwa zimesambaa miezi kadhaa iliyopita ni kwamba kulikuwa kuna zile Grammy Consideration for Nomination, ambapo zilikuwa ni nafasi ambazo wasanii walikuwa wanapewa fursa ya kuwa nominated katika tunzo za Grammy, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba wasanii wetu karibuni 6 hivi kutoka hapa Tanzania walikuwa wamepata hiyo nafasi au hiyo fursa ya kuwa nominated katika tunzo hizo. Na jambo ambalo limekuja kushangaza watu wengi sana ni kwamba baada ya nominations kuja kutangazwa, cha kushangaza ni kwamba hakukuwa na msanii hata mmoja kutoka hapa Tanzania ambaye amekuwa nominated. Kwa hiyo ina maana kwamba wasanii wote kutoka hapa Bongo wametupwa nje ya geti. Na kama unakumbuka vizuri ni kwamba katika wasanii ambao walikuwa wamekuwa considered ni pamoja na AY, Harmonize, Abigail Chams, Mario, mpaka Diamond naye pia kupitia wimbo ambao alikuwa amefanya na Ciara ambao unakwenda kwa jina la Low. Sasa katika nominations ni kwamba wasanii wote hao bwana wamekosa hiyo fursa, yani hiyo nafasi ya kuwa nominated katika tuzo hizo za Grammy. Ni kwamba wasanii wetu hapa Tanzania bwana hakuna hata mmoja ambaye amepata. Waliopata ni wasanii kutoka Nigeria, South Africa pamoja na Uganda. Kwa hiyo kwa kutoka hapa Afrika Mashariki bwana, msanii anayetuwakilisha ni kutoka Uganda, anafahamika kwa jina la Eddie Kenzo. Yani waliokuwa nominated bwana katika tunzo za Grammy ni Burna Boy kupitia wimbo wake wa Love, Davido na Omalay kupitia wimbo wa With You, alafu kuna Eddie Kenzo kupitia wimbo wa Hope and Love, alafu Ira Star na Wizkid kupitia wimbo wa Give Me That, na Tyler kupitia wimbo ambao unakwenda kwa jina la Push to Start. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, hakuna hapo jina hata la msanii mmoja kutoka Tanzania. Lakini kwa upande huu hapa wa Afrika Mashariki bwana, Eddie Kenzo amekuwa na bahati kweli kweli, maana hii ni nomination yake ya pili. Hii ni mara ya pili Eddie Kenzo anakuwa nominated katika tunzo hizo za Grammy, which ni kitu ambacho kinafanya wadau wengi sana wa muziki wanakuwa na maswali mengi, wakiwa wanajiuliza kwamba what is going on, yani imekuwaje mpaka Eddie Kenzo anapata nafasi ya kuwa nominated mara mbili, alafu msanii wa kutoka Tanzania hakuna hata mmoja. Na ukiimagine unaweza ukaona kabisa kwamba wasanii wetu hapa Bongo bwana wamekuwa na maendeleo, wamekuwa na influence, wamekuwa na followers, streams, views za kumwaga kuliko hata Eddie Kenzo. Lakini cha kushangaza ni kwamba katika nafasi kubwa za jukwaa la kimataifa kama hili la industry ya muziki, tunaona Eddie Kenzo anawapiga gepo kubwa sana wasanii wengine wa hapa Afrika Mashariki. So swali kubwa ambalo lipo katika vichwa vya watu kwa sasa hivi ni kwamba sababu haswa ni nini? Yani kwa nini Eddie Kenzo bwana amekuwa akiwapiga gepo wasanii wenzie hapa Bongo? So wadau mbalimbali bwana wamejitokeza kulizungumzia swala hilo, na moja kati ya wadau hao bwana, huyu hapa ni mtangazaji kutoka pale Crown FM. Huyu bwana anafahamika kwa jina la Tony 16. Amekuja kutia neno kuhusiana na issue ambayo imetokea kuhusiana na tunzo hizo za Grammy na Eddie Kenzo kupata nafasi ya kuwa nominated katika tunzo hizo. Kwa hiyo hapa bwana kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na maoni ya Tony 16 kuhusiana na hii issue ambayo imetokea, ambapo hapa kuna page bwana wamekuja wameandika kwamba mtangazaji wa Crown FM Tony 16 ametoa pongezi za dhati kabisa kwa msanii wa Uganda Eddie Kenzo baada ya kutajwa kuwa ni miongoni mwa walioteuliwa kwenye kuwania nafasi ya tunzo za Grammy kupitia wimbo ambao tunzo za Grammy kwa mwaka 2026 kupitia wimbo wa Hope and Love alioimba na Marhan Martin. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Tony ameandika ujumbe wa kumpongeza Eddie Kenzo kwa kupata nafasi hiyo. Huyu Tony ameandika kwamba Eddie Kenzo anatakiwa
anatakiwa kushare notes kidogo na wasanii wenzake wa East Africa, na pia vile vile maana anawanyoosha sana. Moja, msanii wa kwanza kabisa kuleta BET Award Afrika Mashariki. Mbili, ni msanii pekee wa Afrika Mashariki mwenye Grammy nominations 2 mnamo mwaka 2022 na mwaka huu hapa 2026. Umeona bwana, ni kwamba huyu Eddy Kenzo bwana, kuna moves ambazo anazozifanya ni very unique kabisa, ambapo tunashangaa kwamba inakuwaje anawazidi hawa wasanii wa hapa Tanzania au Afrika Mashariki, wasanii wenzie kwa ujumla. Lakini Tony 16 akaendelea kusema kwamba bwana, wimbo uliompa nomination unaitwa Hope and Love, tumaini na upendo. Ni wimbo ambao hauongelei bata wala mapenzi ya baby I love you. Kifupi ni kwamba wimbo wa kuwapa matumaini ya maisha na kuhubiri upendo kwa mashabiki zake. Umempa nomination ya Grammy. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wimbo huo ambao umempatia nafasi huyu Eddy Kenzo katika hii issue ni wimbo ambao ni wimbo ambao unahusiana na kuwa motivate watu, unaelewa, sio wimbo wa mapenzi wala bata, jambo ambalo limempa heshima Eddy Kenzo kubwa sana ya kupata uteuzi kutoka Grammy kwa mara nyingine tena. Hii ni mara ya pili kama nilivyosema hapo awali. Mwaka 2022 alikuwa nominated, na mwaka huu tena 2025 kwenda 26 amekuwa tena nominated once again. Lakini pia vile vile page mbalimbali zimekuja kuzungumzia hilo swala. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameandika kwamba bwana, sio Diamond wala Harmonize, msanii yoyote yule kutoka Tanzania, nyota wa muziki kutoka Uganda, Eddy Kenzo ndiye mwakilishi pekee kutoka Afrika Mashariki kwenye tunzo za Grammy kwa mwaka huu 2026 baada ya kuchaguliwa kuwania tunzo hizo kwenye kipengele cha Best African Music Performance. Wimbo wa Hope and Love wa Eddy Kenzo aliomshirikisha Multi ni kwamba ndio uliochaguliwa kuwania tunzo hizo katika kategori hiyo, akiwa anachuana na wasanii wengine kama vile Burna Boy, Davido, Omalay, Ayra Starr, Wizkid pamoja na Tyler kutoka South Africa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini tukizungumzia tunzo za Grammy bwana, nitakuletea tena habari zaidi kuhusiana na nomination kubwa ambazo zinahusisha mpaka wasanii wengine ambao wamekuwa nominated kutoka nchi za nje huko Marekani na nchi nyingine mbalimbali. Lakini kwa sasa tunaishia hapa. Weka maoni yako katika comment section hapo. See you on the next video. Lakini pia vile vile tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.